asipoutumia ubora wa akili zake na ubora aliyompa Allah subhanahu wa ta'ala katika kutekeleza sheria zake, atakuwa chini ya walio chini. Hata mbu atakuwa na nini? Na thamani. Kwa nini Mwenyezi Mungu kakusudia hilo? Lazima Waislamu, Mwenyezi Mungu katuumba sisi binadamu, tuna akili, mawazo na ufahamu. Sisi wengine Mwenyezi Mungu katuteua kuwa Waislamu, hatumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na lau kama tutamkufuru ndani ya Uislamu, basi kurudi kupiga astaghfiru, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala haraka sana. Lakini kwa makafiri wenzetu, Yesu ni mwana wa Mungu, wao wanakwambia ndio. Mwana wa Mungu wenyewe kafa msalabani, wanakwambia ndio. Lakini yeye mwenyewe naye ni Mungu, ndio. Kwa hiyo Mungu amemuua watu wake msalabani aliyowaumba, ndio. Yani hawana mwelekeo wala muongozo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na Maria naye mama wa Mungu. Na katika ibada zetu wakati huo tuko katika ukafiri, tuna lazima hiyo ibada ipo, inasema salamu Maria, mama mbarikiwa, umebarikiwa kuliko wanawake wote wewe, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, na saa ya kufa kwetu, sasa na hata milele. Amen. Nadhani hili dua mnalisikia sana katika Radio Tumaini au radio hii ya kawaida saa 6 inapofungwa ibada yao. Maria mama wa nani? Mama wa Mungu. Kamzaa Mungu gani? Yesu. Mmenielewa? Lakini Mungu huyo huyo ana mama. Sasa huyu mamake na huyu Mungu mkubwa nani? Naona balaa hilo. Sasa huyu mamake atuombee kwa mwanawe. Huyu mamake atuombee kwa nani? Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi. Kwa hiyo atuombee kwa mwanawe aliyemzaa. Huyu mwanawe aliyemzaa ni Mungu, atusamehe sisi makosa. Inawezekana Waislamu? Na ukimwambia wewe hoja hii ya wana wa Mungu wa Yesu na uungu wa Yesu umempata wapi? Ambia soma Yohana 1:1. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo yeye chochote kisingefanyika. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima wa milele, na uzima wa milele wang'aa gizani, na wala giza halikuiweza. Kwa hiyo Yesu alizaliwa kwa neno, hana baba. Kwa hiyo lile neno lilikuwako kwa Mungu, naye neno ni Mungu. Kwa hiyo Yesu naye ni nani? Ni Mungu yule yule, kaja kavaa mwili. Sasa unamuuliza hili neno kalitoa nani? Mungu. Na hili neno na lililozaliwa ni nani? Ni Mungu vile vile. Ndiyo, ni sawa sana kukwambia hapo mwanzo kulikuwa kisturi, kisturi kilikuwa kwa fundi, kisturi nacho fundi. Au mnaonaje nyewe Waislamu? Hapo mwanzo kulikuwa kwa neno. Ukimuuliza neno ni nani? Yesu. Alikuwa kwa nani? Kwa Mungu. Kwa hiyo kuna Mungu na kuna Yesu. Na neno alikuwa nani? Mungu. Naona sasa? Ni sasa nakwambia hapo mwanzo kulikuwa kwa neno, yani hapo mwanzo kulikuwa kwa kisturi. Kisturi kilikuwa kwa fundi, kisturi nacho fundi. Ndio Mtume anaambiwa waambie kwamba Mwenyezi Mungu hakuzaa wala hafananishi na kitu. Na aya hii Waislamu ukiisimamisha katika ardhi, umeleta balaa na umeleta ugomvi na umeleta kuvunja amani katika ardhi. Ila tu kwa sababu hili neno au hii aya bado hatujaisimamisha. Lau tungeisimamisha, basi katika ardhi lazima kungekuwa mtafaruku baina ya makafiri na Waislamu. Hili neno wamelisimamisha wa Taraban. Neno hili wamelisimamisha wapi? Taraban. Taraban wakasema hapa hazifanyi sheria zozote zinazofanya kazi, ila ni sheria za la ilaha illa Allah Muhammad. Wakavunja misanamu yote. Walipovunja misanamu yote, wakasimamisha sheria za Uislamu. Mwenyezi Mungu ni huyu, hakuzaa wala hafananishi na kitu. Wakatimisha sunna ya Nabii Ibrahimu, wakavunja misanamu yote. Ukabakia nini pale? Nini makafiri wanachokifanya Afghanistan? Kwa sababu wameisimamisha hii aya, basi ni mapambano mpaka Uislamu ujulikane, na utashinda. Sijui mmenielewa Waislamu? Kwa hiyo hii aya ni tukufu Waislamu, na hii aya inatakiwa tuijadili kwa wakati huu.
na hii aya ndiyo wakati muafaka kwa wakati huu. Nyie mnasemaje? Na hii aya mimi kwa leo naijadili katika mfumo wa kijeshi. Sijui mmenielewa Waislamu hapo? Kwa sababu Qur'ani haiwezi ikasahau mfumo wa kijeshi, au haiwezi ikasahau mfumo wa government, serikali. Mwenyezi Mungu hawezi akatuumba sisi katika ardhi halafu asitupe mfumo namna gani ya kuishi, halafu hizi sheria Mwenyezi Mungu tuziache hewa tu, aitelemshe Qur'ani, halafu Qur'ani isiwe na walinzi wa kuitetea hiyo. Sijui mmenielewa Waislamu? Leo hapa tukimtaja Saidina Umar wote tunasemaje? Kwa nini? Wale walikuwa jeshi jemedari wa Mtume Muhammad kuitetea nini? Yani isimame kama ilivyo na sheria yake iliyokuwa ndani ifanye, mwizi kata. Na haziwi sheria hizi zitumike, lazima uwe na nini? Na mamlaka. Leo katika Tanzania au Uganda au Kenya au katika dunia yote, nchi yoyote isiyoongozwa Kiislamu, inayoongoza kikafiri, Qur'ani inafanya kazi? Sasa kama haifanyi kazi, wewe na mimi tunasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wewe ndiye tunayekuabudu na wewe ndiye tunayekuomba nini? Ihdinas siratal mustaqim. Tuongoze katika njia iliyonyooka. Hii barabara gani? Hii barabara gani mnaita? Magomeni kwenda Jang'ombe huko, sijui wapi mjini, njia iliyonyooka nini? Sasa kama Qur'ani haifanyi kazi, halafu tunasema Mwenyezi Mungu usighadhibikie kama wale walioghadhibikiwa wamevunja sheria za nani? Wewe na mimi sheria za Mungu hazifanyi kazi. Sasa tunavunja tu. Sasa kwani Ibilisi hakuswali? Ibilisi kaswali mpaka kaitwa baba wa sijida. Dunia mzima ukipiga hatua moja kwa hadithi ya Mtume, katikati kasujudu nani? Nani Muislamu atakaye kumpita kuswali Ibilisi hapo? Amna Waislamu. Lakini kavunja sheria hii, kalaaniwa mpaka siku ya nini? Je, mimi na wewe tunaivunja Qur'ani yote? Hatuongozwi na sheria za Qur'ani, tunaongozwa na sheria za kibinadamu. Dodoma safari laga ni ulisi wetu. Mmenielewa hapa Waislamu? Ndio nikaona hapana, leo nataka niongelee Qur'ani, kuisimamisha sura hii katika mtazamo wa kijeshi, katika mtazamo wa serikali. Kama Waislamu hatujakuwa na mamlaka ya kusimamia sheria zetu, kwa sababu Mwenyezi Mungu aliyoteremsha sheria, yeye kajiita Maliki Yaumiddin. Nini Maliki? Kwa nini nyinyi hamna ufalme? Yani Mwenyezi Mungu awe mfalme, nyinyi msiwe na ufalme. Au katika Qur'ani Mwenyezi Mungu ajue yeye ndiye mfalme, na mfalme yoyote sharti atoe sheria, na hizo sheria zifuatwe. Zikishafuatwa ndio atajua katika ufalme wangu nani kanitii, nani au nawacheni Waislamu. Kwa hiyo namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anijalie leo kuisimamisha hii sura katika nyanza za kijeshi. Ndio masomo yangu, sio Mtume kala tende. Alivyokula tende Mtume kamkwama. Alipomkwama akamwambia Bi Aisha, niletee maji. Akamletea maji, akaisukumiza ile tende. Kwa hiyo kula tende sunna toba. Mimi mawaidha hayo sina Waislamu. Tumsalieni Mtume Waislamu. Mawaidha hayo mimi sina, kwa sababu wakati wenyewe na mawaidha hayo sio muafaka Waislamu. Mawaidha yanayotakiwa sasa hivi yaende na wakati, kwa sababu Mtume kala tende. Maadamu Qur'ani sasa imesimama, toa hadithi sasa Mtume kala tende, kwa sababu Qur'ani inafanya kazi. Mwizi anakatwa nini? Mkono. Mzinifu huyu kaoa, huyu kaolewa, piga mawe afe. Huyu hajaolewa, piga chapa viboko 100. Kwish. Sisi mmenielewa Waislamu? Lakini leo Qur'ani haijasimama. Mnawaogopa makafiri, na makafiri hao wakakupangieni mfumo wa kuishi. Serikali yetu haina dini, na nyinyi ndio mnaongozwa na watu makafiri, hawana dini. Halafu unaingia msikitini, iyyaka na'budu
wa iyyaka na tusiongopeane. Tena mimi nashukuru sana katika serikali zote zinazoundwa duniani za kikafiri, zinakwambia usichanganye dini na sisi, serikali yetu haina sisi makafiri. Au sio jamani? Tena mimi nawashukuru kweli serikali zote zinazosimama katika ardhi zisizokuwa katika mfumo wa sheria za nani? Na Allah subhanahu, hawafichi. Ambia serikali yetu sisi haina dini. Maana yake haina Mungu. Maana neno dini limetokana na neno maliki yaumiddin. Tena ndio likapatikana neno gani? Dini, maana yake malipo. Sasa unaposema sisi hatuna dini au nchi yetu haina dini, maana yake sisi hatuna Mungu. Kwa hiyo wameweka wazi. Sasa mimi nikaona hata kwenye Qur'ani Mungu wetu kasahau kitu kinachoitwa serikali, mpaka sisi tunaegemea serikali isiyokuwa na dini. Mwenyezi Mungu anasema sijasahau, ila labda Waislamu ndio wamesahau, na hawajasahau ila wanafanya nini? Maksudi, kwani wamesoma katika Qur'ani wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahman. Hiyo aya hiyo hamjaisoma? Japo mimi mwenzenu naisoma kibarabara, Kiswahili cha kizanaki. Nyinyi wenzangu mnaisoma katika asili ya Uislamu wenyewe na asili ya pwani kabisa, na mnaisoma vizuri kabisa. Mfalme nabii nani? Suleiman. Alikuwa nabii, halafu alikuwa nani? Alivyokuwa mfalme, halafu alikuwa nabii. Maana yake nini yule awe na vyeo viwili? Kwa sababu nabii Suleiman alikuwa mfalme, tena ufalme wake ameurithi kwa baba yake mzee nani? Daudi. Na hawi mfalme shariki kateremshwa sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sikilizeni, Mwenyezi Mungu anatuambia tena, katusimulia katika sura ambayo inatakiwa mazingatio Waislamu, katika surati Naml. Hiyo sura kaiteremsha, alafu kakitaja kidudu kidogo sana katika vijidudu, sura ya sisimizi, surati Naml. Mwenyezi Mungu anatuambia katika Qur'ani, yani kisa hiki ndani ya Qur'ani, na Qur'ani hii alivyoiteremsha anatusimulia kwa mdudu sisimizi tu. Anasema Nabii Suleiman alikuwa nabii, na Nabii Suleiman alikuwa mfalme. Siku moja Nabii Suleiman akachukua yeye jeshi lake, na yeye na jeshi lake wakawa wanakwenda kuomba mvua. Mwenyezi Mungu anatusimulia katika sura ya 27, surati Naml, anzeni aya ya 16. Haya maneno wallahi Waislamu si yakopeshi na wala si uongo wa kichwa changu. Anasema wakati anachukua jeshi lake anakwenda sasa kuomba mvua, ikabidi mdudu chungu wakawa wanakuja yeye na wenzake. Walipokuwa wanakuja yeye na wenzake, huyu sisimizi akasimamisha sisimizi wenzake, akawaambia, enyi sisimizi wenzangu, ingieni katika mashimo yenu. Suleiman anakuja yeye na jeshi lake, asije akatuponda ponda na kutukanyaga yeye bila ya. Hapa Waislamu nataka niwaambieni, ili hapa akili irudi. Mwenyezi Mungu pale aliposema tumemuumba mwanadamu katika umbile bora zuri mno, lakini siku ya kiyama atakuwa chini ya walio chini. Hata huyu sisimizi atakuwa na nini? Na thamani. Kwa hiyo sisimizi anatahadharisha sisimizi wenzake waingie katika mashimo yao. Yeye Suleiman anakuja na jeshi lake, asije akatuponda yeye bila ya nini? Ya kujua. Kwa hiyo sisimizi anaelewa hapa Uislamu ni nini. Uislamu ni jeshi, kwa sababu Suleiman hakuwa Mkristo, Suleiman hakuwa kafiri. Anakuja yeye na jeshi lake, asije akatuponda yeye bila ya kujua. Kwa hiyo sisimizi anapita wamo, anajua kabisa ili Uislamu usimame ni nguvu za nini? Za kijeshi. Tuje kwa Waislamu wenye kumwamini Allah na mashehe, baadhi ya mashehe waliosoma, baadhi si wote, wamesoma Qur'ani, wanakwambia usichanganye dini na serikali. Serikali ni kitu kingine na dini ni kitu. Tumchukue huyu sisimizi katika sura ya 27 aya ya 16, tumchukue huyu shehe. Nani aliyotambua kwamba serikali ni nguvu za Uislamu ni nguvu za kijeshi? Sisimizi.
Ndio pale Mwenyezi Mungu anasema mna mfano mzuri wa kuiga kutokana na wanyama. Katika surati Nahl, sura ya nyuki, na hiyo sura nayo inaitwa sura ya nyuki, sura ya 16 aya ya 66. Sisi wanadamu tuna mfano mzuri wa kuiga kutokana na. Ndio maana Suleiman anasemeshwa na vijidudu vidogo vidogo ili tuelewe kwamba kumbe hivi visisimizi vinajua amri, vinajua sheria na vinajua hukumu za Allah Subhanahu. Huenda ikawa sisimizi akajua wewe na mimi binadamu tuliopewa akili, mawazo, na tukashindwa kuzielewa sheria za nani. Kwa hiyo sisimizi anajua Uislamu ni nguvu za kijeshi. Tena anatuambia ile aya inavyoendelea, ile sura inavyoendelea, ile sura inaendelea, anasema akakagua jeshi lake la ndege, hakumuona kidege kinachoitwa hudihudi. Alipokagua akasema imekuwaje leo ndege huyu hudihudi hayupo katika miliki ya jeshi langu, na ameenda bila ya kufanya nini? Kuomba ruhusa, nikiwa mimi ni nani? Ni mfalme. Suleiman akasema akirudi anieleze hoja za yakini na za hakika kabisa, la sivyo nitamchinja au nitampa adhabu mbaya kabisa. Hajakawia ndege hudihudi kaingia. Na hiyo sura Waislamu ni tukufu kabisa na iko ndani ya Qur'an, inaitwa surati Naml, na mashehe wote tunaisoma. Baadhi ya mashehe wanaikwepa, wanachagua aya inayosema tufunge mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukifunga basi Mungu atakufutia madhambi ya mwaka mzima. Ndio anaichukua, lakini hii aya yenye kusimamisha utawala wa Allah haitaki, na wala haichambui katika mfumo wa sababu nzuri iliyokuja, kwa nini imeteremka ile aya. Basi kabili hudihudi, mara Suleiman anajadili hudihudi, Waislamu kaingia. Alipoingia, nini alichomwambia Suleiman? Nimegundua jambo ambalo wewe Nabii Suleiman, pamoja na ufalme wako, pamoja ni nabii, lakini nimegundua mambo ambalo wewe bado hujafanya nini? Hujayagundua. Akamwambia jambo gani? Akamwambia nimeenda katika nchi ya Saba, Yemen huko, nikamkuta mfalme Malkia anaabudia jua badala ya nani? Wewe Suleimani na jeshi lako na ufalme wako na unabii wako unamwacha Malkia Balkis, mfalme mwenzio anaabudia jua badala ya nani? Mwenyezi Mungu amempa kiti kikubwa cha enzi, cha utukufu kabisa, lakini yeye na watu wake shetani amewapambia vitendo viovu kabisa, wanaabudia jua badala ya Mwenyezi Mungu. Wewe Suleiman unasemaje? Nabii Suleiman akamwambia nitatazama, ama uko katika ukweli ama uko katika kujitetea, usipewe nini? Adhabu. Ndio akaikoroga hii barua inayosema wa innahu min Suleiman wa innahu bismillahir rahman. Akakoroga barua kali. Tena ile barua imeanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema. Akamwambia Balkis, wewe na jeshi lako na watu wako, acheni kuabudia jua mara moja. Hamtaki nitakujia na jeshi msiloweza kulikabili. Sura hiyo ilikuwa haipo. Aya hiyo kwenye Qur'ani zipo hazipo. Jeshi la Nabii Suleiman ni jeshi la nani? La Allah. Waislamu mna jeshi. Tujiulize Waislamu wa Zanzibar sasa hivi. Wenzenu Roman Catholic wana jeshi la wokovu. Wanajeshi la wokovu. Nyinyi liko wapi jeshi lenu? Ili wakija makafiri tuutetee nini? Jeshi la wokovu liko Lugalo na ni Mgulani. Nendeni Dar es Salaam. Kanisa lina jeshi lake. Kwa nini Waislamu wasiwe na jeshi la kuutetea? Kwa sababu barua inasema mje kwangu hali ya kuwa mmesilimu. Acheni kuabudia jua badala ya. Hamtaki nitakujieni na jeshi msiloweza. Sisi tuna jeshi. Hata mkuki huu. Tena ukiweka mkuki anatokea Muislamu. Wale wanataka kuvuruga amani, wameweka mikuki msikitini, wanataka kupigana na Wakristo. Kweli Waislamu? Yaani ndio Uislamu. Hivyo Taliban lau ingelikuwa haina silaha,
haina jeshi, ingepambana na Ulaya nzima, ingepambana na makafiri wazima. Mungu anasema katika sura ya 8 aya ya 60 surati Anfal, andaeni silaha zenye kufaa, andaeni jeshi lenye kufaa, andaeni mafarasi yenye kufaa, tayari weka mipakani, ili kwa nguvu hizo muwaogopeshe maadui wa Mwenyezi Mungu na maadui zenu. Sura ya 8 aya ya 60 surati Anfal. Naangalia wa Tanzania nilioingia katika Uislamu, nimeungana nao, nimetoka katika ukafiri, hata mgambo hatuna. Leo makafiri wa Tanzania waamue kutupiga Waislamu, Allahu akbar, watatupiga kama wanapotaka, kwa sababu nguvu zenye kufaa hatuna. Na Qur'ani yetu inatuambia nguvu zenye kufaa ni jeshi, silaha, mafarasi. Kwa nguvu hizo ziwaogopeshe maadui wa nani? Ndiyo maana nikaangalia Zanzibar, Waislamu, imamu anatoka msikitini anapigwa shaba tamu. Nikawaangalia Waislamu watafanya nini? Wanabaki kulalamika msikitini, tunabaki kulia msikitini. Nikaangalia Morogoro na Mwembe Chai, watu wanauawa msikitini, dom. Lao angelikuwa Sayyidina Umar yupo, angelikuwa Ali yupo, angelikuwa Sayyidina Abubakari yupo, aone Muislamu anauawa msikitini, ingelikuwaje? Ndio maana nikawaambia mimi si masomo yangu sio mtume kana tena. Tumejisahau Qur'ani, tumeiacha. Na kama tumeiacha tunaenda kuhukumiwa. Tusimuongope Allah, huwa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hatumwabudu sisi bado. Lau kama tutamwabudu, ingieni katika hukumu za Uislamu zote. Msifuate nyayo za shetani. Hakika shetani ni mwenye kumwasi nani? Sio mwezi wa Ramadhani tufunge, kuswali, lakini nguvu za kijeshi tuwe hatuna. Makafiri wanapoua Uislamu tuwe hatuna. Kila nyanja hatuna. Hospitali hatuna. Elimu hatuna. Yani tunajiendea tu vitengo muhimu hatuna. Halafu tunajisingizia kwamba tunamwabudu Mwenyezi Mungu katika njia sahihi. Nikaona hapana, tukumbushane, kwa sababu hizi aya mmenifundisha nyinyi. Na bila nyie mimi nisingezijua. Mimi mwenzenu nilivyokuwa katika ukafiri nilikuwa nasema Qur'ani ni mchawi. Qur'ani haifai hata kuiona, hata kuishika. Lakini nimeangalia ndani ya maneno yao, ndani ya Qur'ani ni nguvu za kijeshi. Qur'ani ni utawala kamili. Qur'ani ni vitengo vya kamili. Mwenyezi Mungu anasema ara'aita alladhi yukadhibu bidini fadhalika alladhi yad'u. Au sio Waislamu? Mungu anasema vitengo maalum Waislamu wavizingatie, huku mamlaka ya Kiislamu ikigawa haki, huku ikikusanya zaka na kukusanya kodi katika sura ya 9 aya ya 29 sura Tauba. Sasa mamlaka ya Kiislamu inapokuwa hapo imesimama katika ardhi, inakusanya zaka na kukusanya kodi, inaangalia sasa nani yatima, nani maskini, nani fukara, nani aliyoharibikiwa na msafiri aliyoharibikiwa. Basi sasa Uislamu unamhudumia katika nyanja za kikabili. Hivi leo Waislamu mnakubali kuwa chini ya sheria za kitwahuti, mkaacha sheria za nani? Nani mwenye kupata haki katika ardhi? Anakuulizeni, Mwenyezi Mungu anasema ara'aita alladhi yukadhibu bid-din. Mmemwona yule anayekadhibisha dini ya nani? Ni yule anayemsukuma nani? Na wala hamsaidii kuhimiza kuwalisha kina nani? Haya, nakuulizeni, Zanzibari maskini wangapi? Nipeni jawabu ili tusiwe tumekadhibisha dini. Nipeni jawabu. Nipeni jawabu, masikini wangapi ili wasaidiwe ndani ya Uislamu? Wengi. Mnawajua idadi yake?
Wanasaidiwa vipi kupitia Uislamu? Hamna viongozi wanaojiita mamufti. Je, tuwaulize hao mamufti, mmechukua dhima ya kubeba Uislamu, na Mungu anasema maskini kama hajasaidiwa, fukara kama hajasaidiwa, yatima kama hajasaidiwa, tumeikadhibisha dini ya nani? Iyaka naabudu nafau. Sasa vipi tusijue idadi ya masikini Waislamu wangapi Zanzibar? Vipi tusijue mayatima idadi yao wangapi Zanzibar, ili wahudumiwe kupitia Uislamu, wasibatizwe na walokole? Ndio maana nikaona hapana, leo sura hii nitaisimamisha katika nguvu za kijeshi, yani nguvu za utawala, kwa sababu Waislamu ndio wanaotakiwa katika sura ya 9 aya ya 29 tukusanye kodi. Kodi zinatakiwa Waislamu ndio wakusanye. Mungu anasema katika sura ya 9 aya ya 29 sura Toba, enyi mliomwamini Mwenyezi Mungu Waislamu, piganeni na makafiri na wale piganeni na makafiri wale wanao kupigeni, na wale makafiri ambao hawaishiki dini ya nini? Ya haki, wala hawahalamishi yale aliyoyahalamisha nani? Piganeni nao mpaka watoe kodi, hali ya kuwa wamefanya nini? Wametii. Hayo maneno sura ya 9 aya 29, tena nimeyasoma Kiswahili, nyinyi natakiwa muyachanganue vizuri katika Qur'ani sasa kwa matini original. Mungu anasema Waislamu ndio wenye haki ya kukusanya nini? Kodi. Tena wakati wanakusanywa kodi, makafiri wote wako chini ya dola ya Kiislamu, wametii. Leo narudi katika Waislamu wa Tanzania ndio wenye kukusanywa kodi, kodi ya bati. Wanakusanya makodi kuikabidhi mamlaka isiyokuwa ya sheria, halafu wanakuambia sisi mamlaka hatuna dini. Wewe unafikiri makodi haya yatasaidia Uislamu? Yatasaidia kujenga nini? Makanisa. Wewe unafikiri watasaidia kujenga Uislamu? Kwa hiyo kumbe Ukristo unakuwa duniani, wanaoukuza ni Waislamu. Hebu matajiri wangapi Tanzania wa Kiislamu wanaotoa kodi? Si kibao. Haya, kuanzia income tax, VAT, nini mmeuchangia ukafiri kiasi gani? Kiasi mkubwa Kwa sababu Waislamu wanakusanya zaka. Waislamu kwa Waislamu tunakusanya nini? Zaka. Lakini Waislamu kwa makafiri, dola ya Kiislamu ikitawala, makafiri wanalipishwa kodi kila aliyebarehe. Sura ya 9 aya 29. Nikaangalia sasa, aya hii imebadilishwa, makafiri ndio wanawachangisha kodi Waislamu, na zile kodi zote zinaujenga ukafiri. Zikiujenga ukafiri Uislamu, mamlaka hatuna zenye kusimamia hizo sheria. Lakini tumwangalie Suleimani tukimaliza hiki kisa, sababu lazima tuende katika nyanja za Qur'ani. Kama Qur'ani inavyosema ndivyo sisi twende. Qur'ani inaendelea kile kisa cha Nabii Suleiman. Barua akaipokea Balkis. Alipoipokea Balkis, akakusanya mawaziri wake, akakusanya majeshi yake, akaambia jamani, nimepewa barua tukufu kabisa, imetoka kwa Nabii Suleiman na Mfalme Suleiman. Inasema kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo, twende kwake hali ya kuwa tumetii, tuache kuabudia jua badala ya nani. Hatutaki atatujia na jeshi tusiloweza kulikabili. Je, nyinyi, siwezi nikaamua jambo lolote bila ya nyinyi kuwepo. Mnasemaje nyinyi jeshi langu? Sikilizeni. Akatokea mwanajeshi mmoja akasema, sisi ni wenye nguvu, amri iko kwako, toa amri tu tukapambane na jeshi la nani. Kwa sasa hivi kuna mtu mmoja anajiita sisi ni nguvu, tutaweza tukafanya lolote. Sijui mmenielewa. Lakini kumbe kulikuwepo toka enzi ya nani? Kuna mtu mmoja akasema, nitaizuia mihadhara, mimi ni Luteni, mimi
ni luteni, lakini bahati nzuri Mwenyezi Mungu kajalia mihadhara mpaka leo Dar es Salaam huko Wakristo wote wanasilimu kwa uwezo wa Allah. Uluteni wake umegonga. Tumswalieni mtume. Sasa Waislamu, ili tuendelee na mfumo wetu, tujue Qur'ani ni nini. Akasema sisi ni wenye nguvu, amri iko kwako, toa amri tukapambane nao. Sikilizeni, Mwenyezi Mungu anasema namna Barkis alivyokuwa na hekima, akaambia mnanishauri vibaya jeshi langu na wafalme na mawaziri wangu, kwa sababu wafalme kwa wafalme wanapoingia katika ardhi, ule mji wake kwanza wanaufanya uharibike, na wale watawala wanakuwa nini? Madhalili kabisa, na wanaharibu kilichokuwemo na kisicho. Labda Suleimani ana njaa katika utawala wake na ufalme wake, mpelekeeni viroba vya nini? Vya dhahabu, mumnyamazishe nini? Tumswalieni mtume wa Uislamu. Aya hiyo naongopa au kweli? Akapelekewa viroba vya nini Waislamu? Sikilizeni, Suleimani akamwambia yule aliyotumwa na Barkisi, hivyo mnaniletea zawadi ya dhahabu mkidhani ndio itanivuta? Rudini nayo sasa, ngojeni nikujieni na jeshi msiloweza. Hapa Mwenyezi Mungu kwa nini anakuwa na nyodo Suleiman? Na angalia Waislamu wa Tanzania, tumwandikie mtu yoyote aliyekuwa kafiri si Muislamu, tumwandikie, bana wewe ni rais, lakini unasema Yesu ni Mungu, tena ni mwana wa nani? Wa Mungu. Sasa tunakwambia hivi, sisi ni Waislamu, acha kusema Yesu ni Mungu wala ni mwana wa Mungu, sema Mungu ni mmoja, kuanzia sasa silimu. Hutaki tutakupiga. Hebu andikeni barua kama hiyo. Waislamu tuiandike barua kama hiyo sasa. Muone kama hatujapigwa virungu wote tukaumuka humu ndani. Kwa nini Suleimani anaandika barua ya jeuri? Ana nini? Ana jeshi. Uislamu ni nguvu za kijeshi. Bila ya jeshi asingeandika barua kumwendea Barkisi imwambie silimu, hutaki nitakujia na jeshi usiloweza. Sasa kwa nini Waislamu bara na visiwani hatuna jeshi? Kwa nini? Uislamu wa mtume huu. Ndio nikaona hapana, mtaiongelea aya hii katika nguvu za kijeshi, na sio maneno yangu. Pengine wanasema imani hivyo anataja serikali. Haka mimi naswalia nyumbani hapa sende hata leo msikitini huko. Allahu Akbar. Mimi nachambua Qur'ani. Jamani, nachambua nini hapa? Qur'ani ni nyanja au Qur'ani ni muongozo wa watu duniani. Qur'ani haiwezi ikasahau mamlaka. Qur'ani haiwezi ikasahau nguvu za kijeshi. Qur'ani haiwezi ikasahau science. Qur'ani haiwezi ikasahau mahesabu. Qur'ani haiwezi kusahau geography. Qur'ani haiwezi kujua elimu ya kila kitu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba, na anasema nataka nimuumbe mwanadamu awe harifa katika nini? Harifa sio kiongozi, sio mtawala. Sasa vipi mnasema serikali na dini ni vitu viwili tofauti? Sasa bila serikali yenye kusimamia uadilifu, hiyo neema yenyewe ya Mungu tutaipata? Serikali isiyokuwa na uadilifu kusimamia watu wake wapate haki, tutamwabudu Mungu sawa sawa? Sasa vipi unasema mamlaka na serikali na dini ni vitu viwili tu? Yaani Waislamu tunakwenda wapi? Mbona sisimizi anajua hilo? Ikabidi Waislamu Suleiman, na kimaliza hiki kisa ili niingie katika maada yangu niendelee. Suleiman sasa akamwambia, rudi dhahabu yako, rudi nayo. Sikilizeni sasa kitakachotokea, nitakujieni na jeshi msiloweza. Suleiman naye akaita jeshi lake. Tunaambiwa sasa Suleiman naye kaita nini? Jeshi lake, na kaita mawaziri wake, na kaita nguvu zake zote zinazofaa. Akawaambia sasa mfalme keshaleta jeuri, nani atakayeniletea kiti cha mfalme kabla ya vita kuanza? Yaani ile ikulu ile
Si kuna kiti kile cha rais? Sasa anakitaka kile kiti kabla ya vita vianza. Jeuri hiyo. Akatokea jini mmoja, kwa sababu Suleiman alikuwa anatawala majini, alikuwa anatawala ndege, alikuwa anatawala binadamu, mpaka sisimizi wanaongea nao Suleiman. Jini mmoja akasema, mimi ni mwenye nguvu, nitakuletea kabla ya kuinuka mahala pako hapa. Katumia miguvu yake, hakuweka mbele uwezo wa nani? Akatokea mwanadamu mwenye elimu. Mwanadamu kama si mwenye elimu ya kitabu, akasema kwa uwezo wa Allah, huyu kasema kabla hujainuka mahala pako, mimi kabla ya kufumba jicho lako na kufungua. Ndio takbir Allah. Kabla ya kufumba jicho lako na kuletea kiti cha mfalme. Yaani kufanya hivi tu, kufumba na kufumbua kiti cha mfalme kiko wapi? Kutoka Yerusalemu mpaka Yemen, umbali wake mlioenda wenzetu huko. Maana mimi Mungu namuomba hivyo anijalie na mimi niende Maka hivyo. Kweli Waislamu, na waulizeni kutoka Baitul Muqaddas Yerusalemu pale mpaka Yemen umbali wake umbali gani? Sasa jicho kufumba na kufumbua, kiti kilichotoka Yemen tayari kiko wapi? Tena ni binadamu mwenye elimu ya nini? Sisi hatuna elimu ya kitabu. Haya, mbona jeshi kama hilo si hatuna? Lenye kushambulia dakika tu, hata robo sekunde haifiki. Kiti cha mfalme kikawa mbele. Kilivyokuwa mbele, Suleiman akamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, akasema alhamdulillah, kama nisiposhukuru nitakuwa mwizi wa fadhila, na nitakuwa mwingi wa kutokushukuru, yani nitakuwa mwizi wa fadhila. Namshukuru Mwenyezi Mungu alionijalia ufalme, halafu akanijalia nguvu zenye nini? Zenye kufaa. Kwa hiyo nakuomba Mwenyezi Mungu, usininyang'anye hata ufalme wangu, niachie, maana anatamba sasa na ufalme wake. Ikabidi Waislamu, Barkis alipoona vita vijaanza, kiti changu cha ikulu je, hilo likija jeshi lenyewe patabakia mtu hapa? Hakushauri jeshi, hakushauri waziri, hakushauri polisi, hakushauri nani, akaja mwenyewe kwa nabii nani. Alipofika Suleiman kwa jeuri akasema, hebu kipindueni hiki kiti tuone kama akija atakielewa. Kikapinduliwa kile kiti. Kilipopinduliwa, alipokuja akaambia, je, kiti chako ndio hiki? Kama ndicho hivi, tayari kesha changanyi. Kutoka hapa anasema, kabla ya muujiza huu Suleiman, sisi tulikuwa tunaamini Mungu ni mmoja na wewe ni nabii wa nani, ila tulikuwa katika ujinga. Anafanya nini Barkis? Mfalme sio mfalme. Nani mwenye nini? Jeshi la Barkis lilikuwa jeshi la nani? Jeshi la kikafiri. Na wewe na mimi tuna jeshi gani? Kwa mfano, serikali haina, kama haina dini. Exactly. Sasa je, Uislamu ndivyo ulivyoruhusu? Si mmenielewa? Lakini Uislamu hautaki kubahatisha. Uislamu tuna muongozo kamili. Aliposilimu tayari akamwambia, sasa twende kwenye behewa langu nikakuonyeshe ikulu ya Kiislamu. Wewe umeniletea dhahabu, mimi nadhamiwa dhahabu original na majini chini ya bahari. Twende sasa nikakuonyeshe behewa langu. Alipofika pale, mfalme Barkisi, Malkia yule, akaona sakafu iliyosakafiwa kwa dhahabu iko kama maji vile. Basi Barkisi akaanza kukudua nini. Suleiman anamuuliza, vipi? Twende. Ambia, nakudua. Mbona kudua nguo vipi? Ambia, nakudua nguo nivuke maji. Sio maji wewe, hii ni ikulu ya Kiislamu hiyo, iliyosakafiwa kwa nini? Kwa dhahabu original, sio viroba vyako vile ulivyoniletea wewe. Yule Barkisi akasema, kweli kukuletea kiroba hiki fake cha dhahabu nimedhulumu nini? Na hapana mola pasai kuabudiwa ila ni Mwenyezi Mungu mmoja, na wewe Suleiman ni nabii wa nani? Hapa Waislamu tunafundishwa nini na Qur'an? Tunafundishwa na Qur'ani Uislamu ili uwe nadhifu, ili muwe hali nzuri, lazima mfanye nini? Muwe na jeshi mtawale, na mtakuwa hali zenu nzuri kama nabii nani? Leo Waislamu, nataka niwaambie ninyi wote hapa, hakuna mwingine, hakuna mtu aliyokosa kuja bara.
kwenye ukafiri uliozidi kule. Nendeni Jumapili, angalieni Jumapili mapajero na magari yanatopangana wapi? Kanisani. Njoo msikitini, ndala zenyewe za kubadilisha, ukichelewa wameiba. Kwa nini? Wenzenu wamejaa, wamejali mamlaka. Sijui mmenielewa, lakini wamejiweka katika nafasi nzuri. Mikopo itakapokujwa kutoka Ulaya, naweza nikakusomeni kitabu. Mikopo yote inayotoka Ulaya iko chini ya mamlaka ya serikali ya kikafiri, na wao shida yao kuukandamiza nini? Uislamu. Sasa mikopo inapokuja, hata benki ya dunia IMF inapotoa hela ili kusaidia wananchi, wanachojali wao ni kuwasaidia Wakristo wenzao. Kwa hiyo wanapopewa mikopo ile, wanafungua magrosari, kama kule bara kule wanafungua kila biashara, basi Mkristo yoyote huwezi ukamkuta masikini, kwa sababu wamejichimbia mikopo yote, iwe ya umoja wa kina mama. Na mkibisha nitakusomeni kitabu. Mimi sisemagi bila akili. Mimi akili yangu yote ninaposema, iwe kwenye Qur'ani, iwe ninapozungumzia makafiri wa Tanzania, basi nanukuu kwenye nini? Kwenye kitabu. Kwa hiyo mikopo yote inapokuja, umoja wa kina mama wanapata misaada fulani iliyotoka pengine Denmark, basi Waislamu ni wale wale watachukuliwa kama 10 au 15, waliobakiwa yote ile mikopo wanagawiwa Wakristo. Misaada yote inayokuja wanaangalia mtazamo wa Wakristo. Waislamu hohe hahe. Kwani Muislamu ili umtawale, umbane, utambana vipi? Mimi sisemagi kwa kichwa. Mimi katika maisha yangu sisemagi kwa kichwa. Nasemaga kwa maandiko, ama ya maaskofu makafiri wa Tanzania, ama Qur'ani na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naomba mfuko wangu. Haya maneno ninayosema, je, ninayazua kichwani? Huo tumsalieni Mtume wa Uislamu. Na ndio maana somo langu mimi la kuzindua, somo langu mimi wa Uislamu linazindua. Nitolee na magazeti hayo. Somo langu mimi la kuzindua nyoyo zilizolala. Sijui mmenielewa, lakini katika nyoyo zilizolala sisi Waislamu, mimi nasoma kitabu hiki, labda kichukue kwanza, kivute. Kitabu kilichoandikwa na askofu, kimeandikwa na Askofu Sylvester Gamanyo. Hiki kitabu kivute kwanza, na hiki kitabu cha askofu, lakini kimewekwa bendera ya nini? Basi mtaelewa. Na leo ndio somo lenyewe. Yaani wenzenu wajue mamlaka, nyinyi msichanganye dini na inawezekana. Alafu kiangalie hiki tayari mmekiona wote Waislamu. Hiki kitabu kimeandikwa na Askofu Sylvester Gamanyo kwa niaba ya halmashauri kuu ya maaskofu. Hiki kitabu ndani, ukurasa kwanza, kichwa cha habari kinasema amani katika Tanzania italindwa kwa kutenganisha dini na mamlaka ya nchi. Amani katika Tanzania italindwa kwa kutenganisha dini na mamlaka ya. Sasa mimi nakichukua heading yake ya juu hii, ninachukua na kitabu chenye msalaba. Nipe kitabu chenye msalaba, halafu nikuulizeni nyinyi, kitabu chenye msalaba cha kijani. Haya, kivute kitabu hiki kinacho chenye msalaba. Theolojia kwa walei, mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, kimeandikwa na Padri Viki. Sasa tuchukue maneno haya, halafu tuchukue maneno ya kitabu hiki. Tayari sasa namuomba msomaji aje kusoma. Nafungua sehemu hii hapa ya ukurasa 39.
ukurasa wa 39. Naomba aje msomaji, kwani hapa pana faida pakubwa sana. Wewe kijana huwezi kusoma, wewe siogope. Unaogopa nini? Hivyo vitabu vya Roma hivyo. Waislamu wataendelea kudai haki zao kwa wakati wao, wanaunda kundi dogo, na pia wataendelea kukiuka haki hizo kwa Wakristo, kwa kuwa Wakristo ni wengi na ndio wanaoshikilia ama wanaongoza serikali. Rudia. Waislamu wataendelea kudai haki zao kwa wakati wao, wakati wao wanaunda kundi lao. Usiwe na wasiwasi. Waislamu wataendelea kudai haki zao wakati wao, wanaunda kundi dogo, na pia wataendelea kukiuka haki hizo kwa Wakristo, kwa kuwa Wakristo ni wengi na ndio wanashikilia ama wanaongoza serikali. Tumsalieni mtume wa Uislamu. Maneno haya ya kijana yenu aliyosoma kwenye kitabu cha Padri Viki, mmeyasikia kwamba Tanzania inaongozwa na nani? Nyinyi Waislamu hakuna kupata nini? Mtapata mikopo nyie kutoka ng'ambo? Mtapata misaada kutoka ng'ambo nyie? Hapatikani. Hivi vitu Waislamu ndio tunataka tuvianze kuvitafakari kwa kina. Kama Uislamu huku ni mamlaka yenye kufaa, tunaongozwa na mamlaka ya Kikristo. Nisikilizeni sana nyinyi, na haya maneno sinukuu mie, sisemi mie, ila ninanukuu tena. Hivyo na waulizeni, huyu hapa nyinyi anakijua kitabu hiki? Kawahi kukiona kitabu hiki? Maaskofu wamefikia ngazi ya kusema kwamba Tanzania, nchi hii inaongozwa Kikristo. Muislamu katika Tanzania hakuna kupewa haki, kwa sababu nchi inaongozwa Kikristo. Hapa kwa mujibu wa katiba ya nchi ya Tanzania, serikali haina nini? Wakristo wameshatangaza kwa kitabu chao kupitia theolojia kwa walei, mafundisho ya kanisa kuhusu jamii, kimeandikwa na Padri Viki. Wameshatangaza nchi hii sio muongopee watu, haina dini. Nchi hii inaongozwa Kikristo, na Waislamu katika Tanzania hakuna kupewa haki. Hebu na waulizeni, kama kweli ingelikuwepo serikali isiyokuwa na dini, na Wakristo wamesema kwamba serikali hii ina dini na dini yake ni Ukristo, ingelikuwepo serikali ya kweli yenye isiyokuwa na dini, yenye kugawa haki kwa Muislamu na Mkristo na mpagani, wasingelikamatwa maaskofu hawa. Leo wanakamatwa. Kwa nini wasikamatwe? Exactly. Simenyelewa. Lakini kitabu cha Mwembe Chai kimefanywa nini? Kimefungiwa Yule pale, yule ndugu yangu yule, hebu inuka bwana, wewe wakuone. Huyu hapa kila siku, labda mchukue kwanza. Huyu kila siku anaenda kuvinunua vitabu hivi kanisani ili kuwauzia Waislamu baada ya mimi kutoa masomo. Sijui mmenielewa. Lakini je, kitabu hiki toka nianze kutolea, mimi nakumbuka msikiti huu mara ya pili ukuja. Uongo kweli? Sio mwaka 2000 mimi sijaja msikiti huu. Mwaka 2001 sijaja msikiti ule mwingine. Allahu Akbar. Basi nimeufananisha Waislamu. Toka somo hili nilitoe, na waulizeni somo hili hivyo, serikali hawajui, polisi hawasikii, mawaziri na wabunge hawasikii,
Wamechukua hatua gani kuwakamata kanisa? Kwa sababu kanisa limepindua nini? Nchi hii ni ya Kikristo, Muislamu hakuna kupewa nini? Hii amani. Wakati Mwalimu Nyerere anasema wakati unatafutwa uhuru wa nchi hii, wakati unatafutwa uhuru wa nchi hii, Mkristo ni mimi peke yangu. Waliotafuta uhuru ni kina nani? Leo nchi hii maaskofu wameipindua. Wanasema Muislamu hakuna kupata haki aliyotafuta uhuru. Serikali yenye kujua haki ipo, wasiwakamate hawa kweli? Halafu Waislamu wenyewe wanaoongozwa na Kikristo ndio wanakeleketwa na serikali ya kanisa. Halafu kitabu chao kilichoambia wao wawe na jeshi, wawe na mamlaka ya kulinda sheria zao, mamlaka hawana, wanazimama na serikali na kukeleketwa na serikali ya kanisa. Tutafika namna hii? Alafu tunaingia msikitini, iyyaka naabudu wa iyyaka nasta'in. Wende tunayekuabudu na wende nyie Mungu babu yenu nini? Kwani nyie Mungu mmemchokoza nini? Nyie Mungu nyie kwani ana ugomvi na nyinyi? Mungu hana shida na sisi. Sisi katuumba, anatusaidia kila jambo. Siku ya kiyama sisi ndio tumbembeleze Mungu atuokoe na adhabu ya nini? Sio sisi awe na shida na Mungu. Mungu hana shida na sisi. Wote nyie mkikataa kuniabudu wote, mtaleta viumbe wengine wataniabudu. Wote tokeni, wote katika Uislamu tokeni wote. Ataleta viumbe wengine wataipigania dini ya Mwenyezi Mungu, wala hawataogopa lawama. Sura ya 5 aya 54, sura Maida. Tokeni wote katika Uislamu wote. Analeta vitoto vidogo tu, kina Sheikh Sharifu anatoka katika ukafiri. Uislamu ndio dini, Ukristo sio dini. Wataipigania mpaka siku ya kiyama, na hakitasimama kiyama mpaka wote waseme la ilaha illa Allah. Nyinyi tokeni wote. Maana yangu Waislamu sasa mzinduke. Nchi inaongozwa Kikristo kwa mujibu wa Romani. Kwa hiyo mkikeleketwa, mnakeleketwa na kanisa la Romani. Na nyinyi mliokuwepo madarakani, mimi situmi shutuma kubwa kwenu nyinyi, kwani hamjui. Kwani hamjui. Na mlipokuwepo madarakani, asitokee Muislamu yoyote kama hawajui kuwatukana tu kwamba ni makafiri, washenzi. Hapana, Waislamu hawa hawajui. Lau wangelijua hawa, Muislamu imani yake haipotei moja. Simenielewa? Muislamu anavuta bangi mwezi wa Ramadhani, anaacha kuvuta bangi, anafunga mwezi mtukufu wa mvuta bangi, hajapoteza imani yake kuliko huyo Muislamu wa waziri mbunge anaingia msikitini. Hawa hawajajua, wasomeshwe. Awe mwanajeshi, awe polisi, awe mbunge, awe waziri. Huenda ikawa wale wanawekwa mbele, wanachukuliwa katika kifungu tu. Katika Waislamu tuwaweke 15 20, tuwamwagie mchele ili umkamate kuku, mwagie nini? Mchele, ajione na wao Waislamu wana nini? Wana hadhi. Kumbe nchi inaongozwa Kikristo ili tuwakamate. Sasa hawa ni kuelimisha. Katika kuelimisha tunawaambia hivi, nyinyi huko msitoke. Mkitoka mmewaachia mpini. Mkitoka kanisa mmeliachia mpini. Sisi tutashika nini? Makali. Ila tu mkae huko huko, awe mbunge, awe serikali wa mitaa, awe polisi, awe mwanajeshi, awe chochote mwenye cheo. Bakini huko huko, lakini muelewe mmekalia kuti. Time yoyote mnafanya nini? Ili na nyinyi mutetee Uislamu. Ndio mwosia wangu.
Huo ndio usia wangu. Mmekalia kutikavu nchi ya kanisa hii. Atokee shehe aandike kitabu, nchi hii inaongozwa Kiislamu, Mkristo hawezi kupata haki. Naomba shehe wa Zanzibar aandike kitabu kama hiki, kama hajanyongwa siku hiyo. Tumswalieni Mtume. Mnanielewa mpaka hapa eh? Mmenielewa eh? Halafu wanatuona sisi wajinga, wanatunga kitabu cha Sylvester Gamanywa, amani katika Tanzania italindwa kwa kutenganisha dini na mamlaka ya nchi. Kimeandikwa na Askofu Sylvester Gamanywa kwa niaba ya halmashauri kuu ya maaskofu. Msichanganye dini na wanaiweka bendera ya nini? Hebu nakuulizeni kwanza, huku Muislamu hapati haki, nchi hii inaongozwa Kikristo. Hapa anaambiwa usichanganye dini na siasa. Anayeambiwa usichanganye dini na siasa nani sasa? Ili aendelee kufanya nini? Nyewe Waislamu zindukeni nyinyi. Waislamu zindukeni nyinyi, msicheleweshe nyinyi. Waislamu kuanzia sasa. Hebu na waulize, mbona nyinyi wa Zanzibar, kwa mfano wa Zanzibar, acha kwanza wa bara, kwa mfano wa Zanzibar, mmemuondoa mkoloni kikiri. Jamani, huyu Nyerere kwani alikuwa na dawa gani kwa time nyinyi mpaka kuwazungukeni nyinyi? Kwani huyu mtu alikuwaje huyu mpaka kukutaimuni namna hiyo? Nikawa nimezungumzia kitu kimoja, Waislamu wa Zanzibar walipokuwa wajanja. Wazanzibari wamepigania uhuru kufa na kupona mpaka wameukamata uhuru wao. Akaja Nyerere kaunganisha muungano wa kanisa. Na sisemi hivyo, nitatoa aya kwenye vitabu vyao kama muungano wa kanisa. Waona wafikiri mimi nasema vitu kichwani. Akaleta muungano wa nini? Wa kanisa, kwa sababu Zanzibar bado Kristo haujafanya nini? Haujawana nini? Na nguvu. Na ule muungano, Allahu Akbar. Ule muungano nimeusoma kwenye gazeti la Rai kabla ya kusoma kwenye vitabu hivi. Gazeti la Rai lililopita nalo hapa, limo hapa. Linasema ule muungano umeanzishwa na shirika la majasusi la CIA wa Amerika. Majasusi wa CIA wakaona ili kanisa lipate nguvu Zanzibar, lazima uunganishe muungano Mwalimu Nyerere, kwa sababu wewe Mwalimu Nyerere umebahatika kulisimamisha kanisa wapi? Bara. Sasa Zanzibar bado kanisa halija simama, ndio ukaitwa muungano. Jambo muungano ule alipokuwa mjanja, basi Mwalimu Nyerere, mimi naamini Zanzibar ni nchi kamili yenye serikali. Uongo kweli? Kaua chama cha ASP. ASP kaua, kaweka chama hiki. Sasa serikali gani isiyokuwa na chama? Mimi naomba kukuulizeni. Sasa hivi wameunganisha Kenya, Uganda na Tanzania. Na tumemwona Rais Mkapa, tumemwona Moi, tumemwona na Museveni, tumemwona. Waislamu, uongo kweli? Na waulizeni, wameunganisha chama kimoja wale? Moi hana chama chake, Museveni hana chama chake, Tanzania hatuna chama chake, na wameziunganisha zile nchi. Kwa nini kisiwe chama kimoja? Zanzibar ina serikali, na kama ina serikali, kama usingekuwa muungano wa kanisa, kama usingekuwa muungano wa kanisa, basi Zanzibar ingelikuwa na chama chake na bara ingekuwa na chama chake. Zanzibar ingekuwa na serikali yake na bara ingekuwa serikali yake. Wakaungana sasa baina ya serikali ya Zanzibar na baina ya chama cha Zanzibar na bara na visiwani. Lakini leo muungano ukaua chama cha Zanzibar, chama kiwe kimoja cha Mapinduzi. Nini chama cha Mapinduzi?
Nini Chama cha Mapinduzi? Lazima nizamie kwenye kwenye vitabu vyangu. Leo lazima nizamie. Wazanzibari muibuke. Nini Chama cha Mapinduzi? Nasoma kitabu cha Padri Viki. Anasema katika hali ya Tanzania viongozi wa kanisa wamekuwa wakifanya kazi kwa haki na amani kwa namna isiyo rasmi kwa njia ya mawasiliano na mijadala kati yao na viongozi wengine wa kiserikali katika chama cha CCM. Chama gani? Kanisa Katoliki linafanya kazi kwa haki na amani. Anaendelea na kulikuwa pia chama kimekubali makubaliano ya msingi katika ujamaa na falsafa ya ujamaa na kanuni zake. Kitu ambacho hakikuangaliwa ni ukiukwaji mwingi wa haki katika utayarishaji wa sera na utekelezaji wake katika kazi zote za kiserikali. Mfumo wa chama kimoja yani CCM haukuweza kuruhusu mazungumzo na mfumo wa vikundi vingine vya kisiasa cha madhehebu mengine yasiyokuwa ya Kikatoliki au viongozi wa dini ya Kiislamu. Mfumo wa chama kimoja nini? CCM haukuweza kuruhusu mazungumzo kati yao na vikundi vingine vya kisiasa kama vikundi vya jumuiya ya makanisa mengine yani yasiyokuwa nini? Waruteri si chama chao, Waanglikana si chama chao, Walokole si chama chao. Padri Viki anasema na hiki ni chama cha Kikatoliki na viongozi wa Kikatoliki wanafanya kazi kwa haki na amani kupitia nini? Na hiki chama hakitafanya mazungumzo na viongozi wa hiki chama hakitofanya mazungumzo na viongozi wa Islamu. Hiki chama haki na amani na Romani. Chama cha nani? Chama cha nani hicho? Sio Roma hicho. Hakina haki kwa Waislamu, hakina haki kwa madhehebu mengine. Sisi kanisa Katoliki ndio tunayefanya kazi kwa haki na amani. Tena chama kimekubali kuwa chini ya ujamaa. Kimekubali kuwa chini ya ujamaa. Nini ujamaa? Nipe kitabu kanisa Katoliki. Lete wewe, fungua, toa, sio hicho cha chini kabisa. Kanisa Katoliki. Nini ujamaa? Kivute hicho kitabu, papa atoke mkubwa huko. Wanaongozwa na papa, nyewe mjui. Waislamu tumswalieni mtume. Tena kila Muislamu awe polisi, awe mwanajeshi, awe mbunge, awe waziri, somo hili akilisikia atukie. Atukie aswa. Tayari mmemwona papa? Mmemwona na kibaragashia chake? Chama cha CCM kimekubali kuongozwa kijamaa. Nini ujamaa? Nisikilizeni na somo. Kanisa Katoliki na siasa ya Tanzania bara mwaka 1953 hadi mwaka 1985 kimeandikwa na Dr. John C. Severall. Dr. John C. Severall. Kitabu hiki kimeandikwa ndanda na maaskofu 33. Kinasema katika ukurasa, na bahati nzuri Waislamu vitabu vyote vipo leo mnapovisoma. Mkitoka hapo mnunue tu msome wenyewe. Viongozi wa kanisa walivyounga mkono ujamaa. Ndio maana somo langu nasema nini? Ujamaa.
viongozi wa kanisa walivyounga mkono ujamaa. Ukurasa, ukinunua kitabu hiki ukurasa wa 36, viongozi wa kanisa walivyounga mkono ujamaa mwaka 67 hadi 77. 77 kimezaliwa chama gani? Kwa hiyo naingia ujamaa na kinaingia chama. Kimepindua Afro Shirazi Party taa na tano. Na tutaijua taa ni nini, tano ni nini, Afro Shirazi Party ni nini. Mwalimu Nyerere mjanja. Yaani nyinyi wa Zanzibar mmetainiwa na Nyerere. Anasema mwaka 1967 hadi mwaka 1977 ndicho kipindi ambacho siasa ya ujamaa ilisisitizwa na Azimio la Arusha mwaka 1967. Wakati huo serikali ilitaifisha mashamba, viwanda, nyumba, huduma za jamii. Vuguvugu hili la ujamaa lilipamba moto wakati chama kilipotangaza muongozo wake rasmi kuongozwa kijamaa na Azimio la Arusha. Changamoto katika ushirikishwaji wa utoaji wa maamuzi ndani ya viwanda na uandaaji mipango vijijini. Kuanzia mwaka 1973 kufuatiwa miaka miwili ya kuhamishwa watu kwa nguvu kwenda vijiji vya ujamaa. Viongozi wa kanisa waliyapokea hayo na kuyapanga hayo kwa mkutano mkuu uliofanyika Vatican. Viongozi wa kanisa wameyapokea hayo na wakayapanga hayo, mkutano mkuu uliofanyika wapi? Maaskofu walifafanua waziwazi kukubali kuunga mkono ujamaa katika mafundisho ya maazimio yao ya mwaka 1968 hadi mwaka 1970. Barua ya ustawi ya maendeleo ya Watanzania kifungu cha 47 cha mwaka 68 iliyotolewa kama kumbukumbu ya miaka 100 ya Ukatoliki hapa Tanzania, lakini ilianza kutayarishwa mapema mwaka 1967 ili kuonyesha msimamo wa maaskofu juu ya Azimio la Arusha. Barua hiyo inadhihirisha kuunga mkono ujamaa kwa kuwa ni siasa ambao maaskofu waliona ina msimamo wa Kikristo na nchi kuongozwa Kikristo. Msimamo wa Uislamu. Ujamaa umeanzishwa wapi? Vatican. Baada ya ujamaa chama 77 kimefanya nini? Kimetangazwa. Sasa chama hiki kitakuwa cha Waislamu. Si ndio maana maaskofu wanakuambia hakina mazungumzo na Waislamu wala, kwa sababu chama kimeingia na ujamaa. Ujamaa kimeingia na azimio kwamba chama cha Roma, ujamaa wa Roma, na chama kimekubali kuongozwa Kiroma na ujamaa. Maaskofu walifafanua wazi wazi kuunga mkono ujamaa kwa kuwa ni siasa iliyo na msimamo wa Kikristo. Inshallah, tuna swali kwanza alafu tunaendelea. Utaangamia na Waislamu wala usifikiri nitachukua muda. Na taimu mkanda tukishaisha basi nimeshapata somo la msikiti wa wapya Makuti. Kwa hiyo na kanda zenu zikishatoka mzinunue vile vile. Kwa mfano na kanda za jana na nimetoa somo la aina hiyo hiyo, namna Waislamu walivyokatazwa kuingia OIC, na nikalichambua kule na wabunge mwenalo hili somo ili mkienda kuitetea OIC mjue kwamba mnapambana na kanisa, hampambani na kitu kingine. Kwa hiyo hii kanda ipo, ziko kanda 5 tu, kwa sababu mtu mwenyewe huyu anayeshuti uwezo wa kuzitolesha hizi fedha hana, na ndivyo hali ya Uislamu ilivyofikia. Lakini hizo 5 basi itabidi mzichukue zote, na kwa kuchangia tu shilingi 3500 ili akununue zingine kesho na atoe ya somo la hapa. Sijui mmenielewa Waislamu. Waislamu tunaendelea kwamba Ukristo ndio ujamaa na ujamaa ndio nini? Ndio Ukristo, kwa sababu Ukristo ujamaa umeanzishwa wapi? Vatican. Na alipokuja hapa, wakati hapa ukurasa wa 36
tunaambiwa kwamba ujamaa bwana waliunga mkono ujamaa kwa kuwa ni siasa ambayo maaskofu waliona ina msimamo wa Kikristo, hasa kutetea haki, usawa na kutafuta kujenga umoja. Yaani kanisa limeunda ujamaa Vatican ili Vatican ije kutetea haki na usawa katika Tanzania. Inawezekana? Alipokuja hapa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere akasema nimekuja na siasa ya ujamaa na kujitegemea, kufanya kazi pamoja. Nyinyi mkawa hamuelewi kinachoendelea, mkaukubali ujamaa. Kumbe umeanzishwa wapi? Vatican, ili nchi iongozwe kinini? Kikristo. Na nchi ilivyoongozwa Kikristo, ndiyo maaskofu wanasema sasa katika theolojia ya walei ambaye tayari umeshakichukua kwamba nchi hii sasa inaongozwa nini? Kikristo. Muislamu hakuna kupewa nini? Haki. Sasa tayari Waislamu waliotafuta uhuru wanaumizwa ndani ya serikali chini ya Ukristo. Oneni balaa. Ndani ya serikali iko chini ya Ukristo wa Roma, unakandamiza Uislamu wenyewe bila ya. Halafu alipokuja hapa akasema idumu siasa ya ujamaa na kujitegemea. Nyie mliitikiaje? Ina maana udumu Ukristo. Nyie mnaoitikia udumu. Sio balai. Sasa hili jambo ndio maana alipoanzisha hiki chama na alipoanzisha Azimio na alipoanzisha ujamaa akaona nimeusimamisha Ukristo bara. Sasa ili niweke muungano, Ukristo nao uingie Zanzibar, nifanyeje? Ndio akamconvince marehemu Karume ili tuwe muungano wa bara na visiwani, ili tuliingize kanisa. Na hiki kitabu kimesema hivi, Kanisa Katoliki na siasa ya Tanzania bara. Kwa nini hakusema Kanisa Katoliki na siasa ya Tanzania bara? Na kwa nini hakusema visiwani Ukristo haujatawala bado, japo chama kinachotawala ni, lakini kiongozi anayekuja Salimini Amuru, anayekuja Abdul Wakil, anayekuja Abdul Jumbe, hajasimama jina la Paulo bado. Sijui mmenielewa. Lakini kwa hiyo visiwani bado kanisa Katoliki halijatawala, ndio kaunganishwa muungano. Mjini una ajenda ya siri kuubomoa Uislamu. Una ajenda gani? Mwaka 1999 wamekitoa kitabu hiki. Walipokitoa kitabu hiki wameelezea hapa katika ukurasa wa 29. Tulipokisoma hapa CCM ni ya kwao, chini endelea chini. Wanasema hivi, wakati miko ya viongozi ilibadilishwa huko Zanzibar. Inatajwa nini? Miko ya viongozi imebadilishwa Zanzibar na mfumo wa uchumi wa kibepari kupitishwa pamoja na kuanzisha mfumo wa vyama vingi. Viongozi wa kanisa wameona umuhimu wa kuzungumza kwa namna iliyo rasmi ya ukweli na uwazi. Hili neno linatumika na kiongozi mkubwa kabisa, ukweli na uwazi. Katika hali ya viongozi wa kanisa wameona kuanzisha uhamasishaji kwa Wakristo ili waweze kupata mwamko juu ya wajibu wao wa Kikristo katika mambo ya kijamii. Hapo pia Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania limepewa nguvu kitaifa, na sasa kamati ya haki na amani zinaendelea kuundwa katika ngazi na maparokia ili kuishughulikia Zanzibar. Nyie wapi? Sio Zanzibar. Mmeundiwa nini? Tume ya Haki na Amani ya Baraza la Maaskofu kwenye majimbo na maparokia kuishughulikia nini? Na hiyo Tume ya Haki na Amani imepewa nguvu kitaifa. Kiseri. Vipi serikali iwe chini ya kanisa kuishughulikia Zanzibar? Zanzibar Wakristo Waislamu. Na kitabu hiki kimeandikwa mwaka 99.
99 Mei, mwaka 99 Mei. Kina miaka mingapi? Tayari imeundiwa tume kuishughulikia Zanzibar. Hakikisha ubomolewe Uislamu kupitia muungano. Na mmeundiwa tume chini ya serikali ya CCM. Sasa vipi serikali ya CCM ihujumu Zanzibar? Na CCM umeikubali nyewe wa Zanzibar, halafu CCM ikuhujumuni tena? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani serikali ya CCM halafu iwahujumu wa Zanzibar chini ya kanisa la Romani Catholic. Mmeundiwa tume ndani ya serikali ya CCM. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sasa tume ya haki inaendelea kufanya kazi kimajimbo. Nye mnao, lakini hamjui. Mnao Roma kila mnapolala, lakini hamjui. Kwa sababu hamjui, mmeundiwa tume ndani ya serikali ya kanisa kuishughulikia hatua kwa hatua Zanzibar. Sasa oneni kitabu hiki kilivyo. Wakati miko ya viongozi ilivyobadilishwa huko Zanzibar. Zanzibar imebadilisha viongozi gani? Kwamba hapa Roma haijatawala watu. Kwa hiyo miko ya viongozi bado haijavunjwa. Mpaka ivunjwe kule akae anayoitwa Paulo au Gaspar, ndio tutajua Zanzibar tumeishughulikia. Sasa tume ikamata. Lakini wanaongoza kina Salimini hao, kina nani hao? Bado Zanzibar. Na imeundiwa tume chini ya kitaifa ya kiserikali. Ndani ya serikali imeundwa tume ya kanisa kuibomoa watu. Vipi tena serikali ya Zanzibar ibomoe? Kweli serikali ya Zanzibar inaweza ikaibomoa Zanzibar? Hebu nakuulizeni ninyi. Hapana. Serikali ya kanisa ya bara ya Romani Catholic. Na Wazanzibari, kama hamjanielewa, wenzenu wa bara natoaga somo hili nikawaambia, na nyinyi Waislamu wa bara kama hamjanielewa, mimi nitakuwa shahidi siku ya kiyama. Niliwaambia Mwenyezi Mungu, lakini hawakunielewa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu utajua wewe uwahukumu ama mimi natuma lawama hizo, kwa sababu hakuna mtu yoyote anaweza kusimama na kusema maneno kama haya bila ya kumuogopa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuambieni Waislamu, kwa hiyo na mfumo wa kibepari kupitishwa, mfumo wa kibepari kufanya nini? Karume kasemaje? Ujamaa uishie wapi? Chumbe. Jamani, kumbukeni nyie, Zanzibar haujatawala ujamaa, japo chama kinachotawala ni cha kanisa, lakini ujamaa wameukataa, wakasema uishie huko. Kwa hiyo ujamaa Zanzibar hatukuingiza. Kwa hiyo kikao cha Vatican kimefeli. Kama ujamaa hatujauingiza, lakini wamekubali muungano na Chama cha Mapinduzi wakakikubali, wakaua chama chao cha serikali inayoongoza, tuwaendee kuwaundia tume ndani ya serikali ya CCM chini ya kanisa kuibomoa Zanzibar. Jama Zanzibar, nieleweni Zanzibar ufahamu. Imeundwa tume chini ya kitaifa cha kiserikali. Na ilipoundwa tume imefanikiwa. Kwa mfano, nachukua kitabu hiki ukurasa wa 11. Na tume hii kweli naamini imefanikiwa. Ukurasa wa 11. Inasema hivi. Pili, katika ukurasa wa 11 kitabu cha Sylvester Gamani wa chenye bendera kinasema hivi. 3, sio dhambi wala sio kinyume cha katiba nchi ya Vatican kujiunga na nchi ya Tanzania kusimamia masilahi ya Kikatoliki. Sio dhambi na wala sio kinyume cha katiba ya nchi ya wapi? Ya Tanzania kujiunga na ubalozi gani? Wa Vatican. Lakini baada ya kujiunga na ubalozi wa Vatican, wao ni marufuku kujiunga na
OIC. OIC. Mwisho, Tanzania tuna mahusiano mazuri na nchi nyingi za kidini, mfano Vatican, ambazo zina balozi zake hapa nchini. Pamoja na balozi hizi zote ni mfumo wa serikali za kidini. Hivyo Wazanzibari kujiunga na OIC ni kupindua mamlaka ya Roman Catholic. Hebu nambieni, Zanzibar vitabu hivi mnavyo nyewe vya Roma? Wabunge mnaenda kupambana kule bungeni bara, mnapambana na nani? Na Katoliki kesha sema ni marufuku wa Zanzibar kujiunga na OIC. Hii ni nchi iliyojiunga na Vatican na ni katiba kamili iliyosaini na Vatican, nchi kuongozwa ki-Vatican. Sasa kama nchi inaongozwa ki-Vatican, wamekubali kuwa chini ya ujamaa na CCM, kwa hiyo wamekubali kuwa chini ya Roma. Sasa mkijiunga na OIC ni kupindua mamlaka ya Roma. Na waulizeni, mmekubaliwa nyie? Wabunge pamoja mmepiga kelele, wabunge nyie mmekubaliwa? Na kuulizeni ili mnielewe somo langu, bunge gani na katiba gani iliyokubali kujiunga na Vatican? Sio CCM, sio serikali ya CCM. Imejiunga na nini? Bara, au sio? Sasa bunge gani na chama gani na viongozi gani waliokataa kujiunga na OIC? Kumbe serikali ni hii, kujiunga na ubalozi wa Vatikani, lakini kujiunga na maslahi ya Waislamu na chama chao. Serikali ndani ya serikali, serikali ndani ya serikali kupitia kanisa kuukandamiza nini? Hebu na waulizeni, serikali yenu hiyo tena? Yaani nchi kuongozwa kiroma, sawa sawa. Sisi Waislamu tupate maslahi kupitia OIC? Hapana. Ni serikali hiyo hiyo ya CCM, wabunge ni hao hao wa CCM, katiba ni hiyo hiyo ya CCM iliyokubali kujiunga na Vatican. Ila kujiunga na OIC iwasaidie Waislamu? Never. Utawatawala vipi Waislamu bila ya kuwa masikini? Na wakijiunga na OIC watapata misaada ya kijamii, na sisi Zanzibar bado tunaishughulikia. Salimini nini? Salimini CCM, Salimini ni mtu wa serikali wa chama cha CCM, bunge lake la chama cha CCM. Kwa nini ndani ya CCM wa upinge Uislamu? Hiki chama cha CCM cha nini? Naona balai. Serikali ni hii moja, lakini imekubali kujiunga na Vatikani na ni nchi ya kidini ya Vatikani. Ila OIC never. Kwa sababu mtakapopata misaada ya kijamii, wao wameunga muungano kwa mtazamo gani? Bara iwabane wa Zanzibar. Itakapowabana wa Zanzibar watakuwa hohehahe. Wakiwa hohehahe ndipo kanisa litakapofanikiwa kuuingiza Ukristo kwa kuwabatiza kwa njaa na kuwagonganisha wenyewe kwa wenyewe na kuchaguliwa baadhi ya wazawa kuwekwa ndani ya serikali. Kwa hiyo kuwamwagia mchele ili wapate kufanya nini? Wakamatwe, Uislamu tuue. Sasa wakipata misaada ya kijamii ya OIC, kwa hiyo serikali inaelekea inataka kuwajali waraia wa Zanzibar, marufuku. Kanisa linaandika kitabu, hatukubali. Bunge limefanya nini? Mmepelekwa bungeni, ni marufuku. Tena waliosema hivyo wawajibike. Kwa nini wajiunge na OIC? Haiwezekani. Bunge limelipuka. Kumbe wabunge wa Zanzibar na bara kama Waislamu mnapambana na Roman Katoliki. Sasa kama mnaelewa hili, basi mkapambane kweli ili Zanzibar ijiunge na OIC.
Kumsalieni mtume wa Uislamu. Sijui mnanielewa Nanielewa kabisa. Haya. Anaendelea katika kitabu hiki anasema baraza limeleta msisimko huu ambao umeamsha Wakatoliki kupigania katika uchaguzi wa wabunge, na mimi nikiwa mmoja wapo. Baada ya huko bungeni tulifanya utafiti usio rasmi. Unajua utafiti usio rasmi, mnajua ni ina maana utafiti usio wa wazi, bali ni utafiti wa nini? Wa siri. Sijui umenielewa. Lakini na kugundua kwamba 75% waliochaguliwa kuwa wabunge ni Wakristo. Kati ya hao 70% wote ni Wakatoliki. 70 ngapi? 70 wote ni 5% katika 75, 5% wa madhehebu, 25% waliokuwa na dini na Waislamu wasiokuwa na nini. Hebu naambie, wakipinga msipitishe OIC, mtabisha nini? 70% yote ni hawajui wabunge wetu wanapambana na nani bungeni. Hawajui wa Zanzibar, wa bara, wabunge wanapokwenda bungeni wanapambana na nani. Hawajui. 70%. Sensa iliyofanywa ya ndani kwa ndani isiyokuwa rasmi, 70% ya bunge ni Wakatoliki. Kwa hiyo wabara na visiwani waunganike, watakuwa 20% kutetea jambo la Kiislamu lipite. Never. Si mnanielewa nyinyi? Na bado Pengo anasema hao 25% si wataki bungeni. Leta kitabu cha Pengo. Laanatullah. Hicho kidogo hicho. Hiki kitabu cha Pengo. Hata hao 20% iliyobaki bungeni haitaki. Tena mimi nawaambieni hivi, hiyo 20% yenyewe ukichanganya na Zanzibar, kwa sababu huko Mkristo hakuna. Sijui mmenielewa. Lakini bara kule ndio kuna bomolewa kweli kweli. Tayari Haya, nasoma kitabu cha Peri Kapengo, jimbo kuu la Dar es Salaam, kwenye viinjilia vya sinodi ya maaskofu kwa ajili la bara la Afrika, barua ya kichungaji ya askofu mkuu Peri Kapengo. Sikiliza katika ukurasa wa 16 wa kitabu hiki cha Peri Kapengo anasemaje katika kifungu cha chini kabisa, ukurasa wa 16, na viko hapo vitabu vya Pengo mkavinunue. Anasema ndiye kusema, ninapohimiza juu ya wajibu wa waumini wa Katoliki, wa Kristo wa Katoliki kujihusisha na masuala ya siasa, utawala na uchumi, nisieleweke kupendelea wazo. Kwa mfano, sasa bunge lote linatakiwa liwe la Wakatoliki tu. Anasema Pengo sasa hataki kuona kibaragashia yoyote bungeni. Anataka bunge lote sasa liwe la Wakatoliki tu au liwe la Wakristo tu, na hata likiwa la Wakristo isiwe sawia na idadi ya Romani Katoliki katika taifa. Pengo hawa 20% ya Waislamu waliobaki bungeni, anasema sasa hataki kuona vibaragashia bungeni. Hebu na waulizeni hii amani. Mimi nakuulizeni nyinyi hapo, nyinyi hii amani hii? Hebu naambieni Waislamu, kama mipango kama hii inafanywa na Pengo, na yeye ni kardinali na ni kiongozi wa dini na anaandika vitabu, Muislamu katika nchi hii hakuna kupewa haki, na kesha upindua Uislamu na kesha uangamiza Uislamu, na anaendelea anasema hata hao Waislamu 70% ni Wakatoliki, 5% na wa madhehebu mengine, lakini pamoja na hao katika afadhali hao Wakristo tuwe nao bungeni, lakini waliobaki sitaki vibaragashia bungeni. Takataka toa yote hiyo.
Amani? Hapana amani. Hii kweli amani? Hapana. Kweli nyinyi kweli serikali mpo nyinyi? Nyie serikali mpo kweli nyinyi? Kama mpo kweli ingekuwa serikali hii kweli? Namna hii kweli ingekuwa serikali hii? Hii sio hatari? Yaani 20% iliyobaki Pengo hataki toa. Hapa wallahi itabakia jicho ni Zanzibar. Na jicho lenyewe limepofuka moja bado moja. Jicho lenyewe limepofuka moja bado moja. Waislamu wa Zanzibar na wabara, na kuhusieni mnaokuwa madarakani, muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama hiyo, yauma yakunu nnas kalfarashil, siku hiyo nzito jamani, mmekalia kutikavu. Hebu nawaambieni, sisi kina Imani Petro tunaweza tukawa wabunge. Sasa kama wabunge wanaoshughulikiwa hapa Waislamu ni wabara, kwa sababu huku Ukristo bado haujapenyezwa. Hiyo 20% ni wabara na visiwani. Sasa kukibomolewa kabisa kule kusiwe mbunge hata Muislamu, bado wanaangalia wapi sasa? Na Zanzibar wabunge wenyewe hata 80 hawafiki. Watautetea vipi Uislamu jamani nyie? OIC mmeangushwa. Mnataka mjitutumie hiki, mnaangushwa. Na bado mnataka mfukuzwe kabisa bungeni, hamtakiwi. Jamani, hata haya maneno mabaya kuambieni jamani. Hivyo bunge likiwa la Kikristo, na kuulizeni, bunge ni nini? Si ndio serikali? Sasa kama huyu anataka kubadilisha bunge, jeshi la polisi atakosa kulibadilisha? Jeshi la wananchi atakosa kulibadilisha? Ndio maana nikatazama mtazamo, jamani, Waislamu waliokuwa madarakani bila ya kuwazindua, jama nchi imeangamia kwa Uislamu. Nchi imeangamia kwa Uislamu. Bila ya kuwazindua, nchi kwa Waislamu imeangamia. Na waambieni wallahi wabillahi watallahi, bila ya kuwazindua wanaofanya kazi serikalini, nchi ya Uislamu Tanzania, yaani Waislamu na Uislamu Tanzania umeangamia. Wanapangiwa mikakati wao bila ya kujijua. Na ukiwaambia, wanakwambia wale wanataka kuvuruga nini? Amani. Wanachanganya dini na nini? Na siasa. Kamata na siasa. Akatuma Muislamu akaja kumkamata Imani Petro, akamkamata Ponda, akamkamata Kundecha, akamkamata, wanawaweka ndani miezi 6, alafu wanawatoa bila kesi. Kudhalilisha. Na wanaokamata pengine ni Waislamu wenyewe. Hebu naambieni, tutafika? Tumsalieni Mtume. Na Muislamu anapotawala katika nchi. Mimi nimesikiliza bunge la mwaka jana. Mwaka gani ule? Wakati Salim Nyamuru akataka agombee tena. Basi wabunge wa bara kupitia kanisa wametamka kwamba Zanzibar ni mkoa. Tayari wameitoa katika mfumo wa kinchi. Tayari jicho moja limepasuka. Bado linaangaliwa jicho moja Zanzibar. Zanzibar ni mkoa, sio nchi. Tena maneno hayo yametamkwa bungeni. Yaani Wazanzibar bado hapo hamjaamka nyie. Zanzibar mkoa. Masikini wewe. Masikini wananchi wa Zanzibar, mmekula nini? Allahu Akbar. Nimemsikia ndugu yangu mmoja katika viwanja vingine, sio viwanja vyangu, mafuta yanayotaka kuchimbwa wapi hapo Pemba, yanaingia ubia na bara, wakati sisi dhahabu ya Mwadui, dhahabu ya Shinyanga, songo madini ya nani sijui ya gesi, hatuingii ubia. Lakini kinachopatikana Pemba na Zanzibar kiwa ubia na bara, Pemba na Unguja, lakini kinachopatikana bara cha bara. Yaani hamjastuka? Nikamsikia nikamnukuu tena mtu mmoja wa viwanja, sio hivi lakini vya msikitini, viwanja vyao vya siasa hivi, anasema
Wakatoliki, Wataliano walikuwa wanalipa hundi au visa $20 kuipa Zanzibar. Bara na serikali yake imesema acheni kulipia Zanzibar, lipieni kupitia ubalozi wenu wa Vatikani, maslahi yaende Vatikani na serikali ya bara. Asante na Mtume. Asante Mtume. Kwa hiyo Zanzibar inataifishwa, nyinyi hamuelewi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wazanzibar mmekula nini? Bunju. Allah. Tumsalieni Mtume. Hivi ndio vitu vinavyoiangamiza Zanzibar wenyewe bila ya Kujua. Na Zanzibar nawaambieni, msipoyasikiliza maneno haya, sio wa Zanzibar, mimi natoa somo hili bara na visiwani, msiponielewa somo hili, itatokea galka kwa Waislamu afadhali ya Sodoma na Gomora. Hiyo nakupeni. Na hiyo imeanza kutokea. Kwa nini imeanza kutokea? Mimi sisemi kichwani. Ukurasa wa 55 wa kitabu hiki Kanisa Katoliki, ukurasa wa 55, anasema sisi kama baraza la maaskofu msimamo wetu ni ule ule, na tumeeleza wazi kwa muda wa miaka yote miwili, na tunarudia tena, na rudio hilo limerudiwa mwaka jana katika mkutano wetu. Tunaunga mkono njia zote za kudai uhuru wa kanisa. Hakuna kunyanyaswa kanisa, na kama hakuna namna nyingine isipokuwa kwa mtutu na bunduki, basi tunamuunga mkono Papa John Paulo wa sita aliyotoa msimamo huu. Wanaokataa kutawaliwa na kanisa, inapotakiwa kutumia mtutu, lazima wakubali watumie mtutu. Anasema namuunga mkono Papa John Paulo wa sita. Ndiyo nimeanza, nguvu hizo zimeanza kutumika. Tayari wanatumia mawazo yaliyotolewa na Papa John Paulo wa sita. Wanaokataa kuwa chini ya Romani, mtutu wa bunduki. Na kina nani walioanza kupata mtutu wa bunduki? Sio Msemenyi, sio Msemenyi. Kinasema kitabu ukurasa wa 20 cha Sylvester Gamani. Anasema Taurati na Injili vimekataza kulipiza kisasi. Hivi karibuni tumeshuhudia baadhi ya viongozi wa vyama vya kisiasa wakijigamba hadharani kwamba katika uchaguzi mkuu wa mwezi Oktoba vitahakikisha vitalipiza kisasi cha papo kwa papo iwapo zitakuwepo dalili zozote za wizi wa kura. Waheshimiwa hao wametamka hadharani kwamba watapiga kura na kupiga wezi wa kura. Wanayasema haya kupitia sera yao maarufu ya jino kwa jino. Hawa ni hatari kwa kazi kubwa ya kanisa. Nasemaje? Maneno kunayo, sio mie, kitabu. Wanataka kupinga wizi wa kura. Sijui mmenielewa sana. Yaani miaka yote mmedhulumiwa kupitia Ukatoliki. Leo mnataka kukiangusha chama cha Kikatoliki. Na Zanzibar Ukristo bado haujatawala. Na kiongozi wetu wa Kikristo hatujamsimika Zanzibar. Mmeanzisha vyama vingi na hicho chama cha kujitutumua kwamba kupinga wizi wa kura. Mtupinge wakati sisi tunakuibieni. Piga sana. Bado
Nimewaambieni adhabu itakayotokea afadhali ya Sodoma na maaskofu wanaangalia mtazamo chama kinachotaka kuangusha chama cha kanisa. Maaskofu wanaangalia chama kinachotaka kuangusha chama cha kanisa, halafu kinataka kupinga wizi wa kanisa. Papa John Paulo amesema wanaokataa kuwa chini ya kanisa, basi tumieni mtutu. Papa John Paulo wa sita, kitabu cha kanisa Katoliki, ukurasa wa 55. Tumswalieni mtume. Waislamu tunaenda sambamba? Sawa sawa. Mnanielewa? Sana. Na kama hamnielewi shauri. Hata wabara nawaambieni hivyo. Kama hamjanielewa shauri leni. Maana mimi ninasemaga kabisa, you can take a donkey to the river but you can't force it to drink. Unaweza ukamchukua punda mpaka mtoni, lakini huwezi ukamlazimisha kunywa maji. Sio maana yangu nyinyi punda, nielewe. Mnielewe. Uwezo wa kumchukua punda mpaka mtoni kila mmoja ataweza, kwa sababu atamshikia nini? Kiboko. Lakini akifika mtoni hataki kunywa maji, utamlazimisha? Na mimi uwezo wa kuwafundisheni vitabu vya Roma na Ukristo, uwezo huo ninao, na kuwafundisheni kwamba serikali hii ni ya Roma kupitia vitabu vya Roma, uwezo huo ninao. Lakini uwezo wa kuwaambia tokeni katika serikali ya Roma sina. Watajua wenyewe. Uislamu bala wamemaliza. Kanisa Katoliki linatamba sasa katika ukurasa wa 21. Linasemaje? Tena kitabu hiki kanisa Katoliki kila mmoja ungenunua awe nacho. Kitabu hatari sana hiki. Ukurasa wa 21 kinasema kitabu hiki wa 21, lengo kubwa la utume wa kijamii. Viongozi wa kanisa Katoliki kutoka mwaka 1953 hadi 66 lilikuwa kupinga nchini Tanzania. Lengo la kuanzisha chama, azimio la kanisa chini ya serikali kupinga umaksi na Uislamu. Kwa hiyo nyinyi mnaona mko katika ya kanisa kuua nini? Ndio maana salimini